cha wimbo. Tunashukuru sana kwa kipindi ambacho kimepita cha nyimbo. Ni wakati wa kipindi chengine ambao tunaenda kusikiza kuhusu afya zetu. Wakati wa sasa kuna magonjwa mengi ambayo yanatupata kama sisi wanadamu, na ni kwa sababu ya lishe mbaya. Lakini leo tunaenda kufunzwa juu ya lishe bora na daktari wetu ambaye anaitwa Esperance Deotara. Na mimi kwa majina naitwa Betty Kwamboka, natoka kanisa la Ujamaa. Nawakaribisha sana kwa kipindi cha afya cha siku hii ya leo. Na kabla mnenaji wetu hajasimama, tutaomba. Tuamini na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya siku hii ya leo, kwa ajili ya siku ya kipekee ambao umeweza kutubariki nayo. Tunaenda kusikiza kipindi ambacho ni cha afya. Tunashukuru kwa sababu ulitufundisha kutoka Edeni jinsi tunavyofaa kula, na tunakushukuru kwa sababu wa mtumishi wako ambao umemwandaa siku hii ya leo akaje kunena pamoja nasi kuhusu afya zetu. Ombi langu masaa haya ni kuwa Baba ukaweze kuwa na wasikilizaji wema ambao wako kila mahali, wale wako online, wale wako katika runinga zao, na hata wale ambao wamekusanyika mahali hapa. Hebu Baba ukaweze kufungua roho zetu za ndani na akili zetu, tukaweze kusikiza na tukaweze kutekeleza yote ambao tutanenewa na mtumishi wako siku hii ya leo. Na tutakapofika mwisho, sifa na shukrani tutakurudishia wewe Mungu wetu, maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukienda vizuri sana katika mfululizo wa vipindi vyetu vya afya, na tumeshughulika vizuri kabisa katika masuala ya lishe. Tumekuwa na utangulizi, tumekuwa na afya inayosaidia magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, magonjwa ya kisukari na saratani. Na jana tumeshughulika sana na afya ya ubongo. Tumeshughulika vizuri na tumeingia mpaka kwenye afya ya akili, lakini tumeona jinsi ambavyo vyakula vya asili vinachangia kikubwa katika kuboresha afya zetu. Yeye Mungu anajua vyema mazingira tulio nayo, hali ya hewa. Na kwa sababu hali ya hewa tulio nayo ni hali inayo host majidudu mengi, maparasites mengi, mavirus na bakteria, ametupatia vyakula vile ambavyo vinautia mwili wetu nguvu na kuipatia kinga imara. Sasa leo nitazungumza kuhusu madawa ya kulevya. Kwa sababu tuko Mombasa na tunajua kabisa jinsi ambavyo Mombasa imepigika kwa madawa ya kulevya, haitakuwa vema tufanye kipindi cha afya bila kuzungumza juu ya madawa ya kulevya. Tunapozungumza juu ya madawa ya kulevya, tuna maana ya kitu gani? Madawa ya kulevya ni kemikali au ni vitu au ni tuvitabia, vitu. Maana tukisema madawa tutaacha tabia za kulevya. Kidogo tutazungumza kuhusu tabia za kulevya na madawa ya kulevya. Madawa itakuwa ni vitu au kemikali ambazo hizo zikiingia katika miili yetu, basi zinaufanya mwili wetu kuwa tegemezi, zinafanya mwili wetu ukae vibaya, zinaathiri kuanzia ubongo, zinaathiri viungo vya mwili, vinatuathiri kisaikolojia, vinaathiri mwili mzima na utendaji, vinatuathiri katika masuala ya uchumi. Na sisi wote tunajua kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine tunawafahamu watu ambao ni waraibu. Waraibu ni watu ambao tayari ni wahanga. Wahanga ni watu ambao tayari wameshaathirika. Kwa hiyo hayo maneno yasikupasue kichwa. Mraibu ni mtu ambaye tayari ameshaathirika kwa madawa hayo. Sasa madawa haya yanachangia kisaikolojia, yanachangia kimwili, yanafanya mwili unakuwa tegemezi. Na kwa sababu sisi wote tunamjua mtu fulani ambaye kwa namna fulani ameathirika
kwa madawa haya ya kulevya, basi leo tutazungumza vizuri sana kwa aina zake. Kabla sijaingia kwenye madawa, hebu tuende kwenye tabia hutu. Tutabia ambato tunasababisha mtu akawa tegemezi. Hivi umeshagundua kwamba mara nyingi kuna watu ambao hawawezi kukaa tu. Yaani akiona tu kwamba ameketi mahali pa utulivu anajisikia yuko lonely. Na huyo mtu haraka anakimbilia kwenye simu. Simu ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaleta uraibu, vinaleta utegemezi. Kuna watu hawawezi kukaa bila simu. Kuna mtu ambaye hawezi kwa namna fulani kukaa bila simu. Ikiwa hayuko kazini, atakuwa yuko busy anafanya kazi, lakini akipata break dakika moja ana simu. Na kwa hiyo akikaa mahali anasubiri usafiri, yuko na simu. Anasubiri mkutano uanze, yuko na simu. Na huko kwenye simu anawezekana akawa anafanya chochote, lakini simu imegeuka kuwa ni rafiki yake mpenzi. Simu imegeuka kuwa ndio kitu cha ukaribu alicho nacho, na yeye akili yake imeshikamana na hiyo simu. Huko kwenye simu kuna mambo mengi, lakini kuna kitu kingine ambacho ikiwa sio simu au ni laptop au ikiwa ni kompyuta, na chenyewe kimesababisha sana tukawa mategemezi, utakuta ni zile computer games. Yaani utakuta mara yuko kwenye karata, mara si yuko kwenye farasi, mara sijui anashindana na magari, yuko piu, yani anakwenda, wao wenyewe wanazijua kwa majina, mara tayari sijui kuna michezo gani wanafanya, sijui mara una play soccer na mtu sijui yuko South Africa, kwa hiyo tayari mnashindana, mnafanyaje. Wao tayari kuna vitu vimewekwa kwenye simu zetu ambazo hizo vinakufanya unakuwa tegemezi. Yaani dakika moja unatamani kichwa chako kiwe occupied, mind yako iwe iko busy. Shetani ametengeneza mbinu za kutusababisha tusimuwaze Mungu. Usiwaze kutatua, usiwe na creativity. Yaani ametafuta sababu ya kunasa akili ili isiwe na reasoning. Hautaki kufikiria taabu zako ili uzitatue au hata ili uzipeleke mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anahakikisha ameibana akili yako. Ni kweli huangalii tamthilia, ni kweli hunywi pombe, lakini na wewe ni mlevi, na amekupatia simu kuwa ndiye anayekulewesha. Kwa hiyo kuna watu kabisa wameshikiliwa hapo kwenye upande wa tabia hiyo ya kuwa na simu. Lakini kuna vitu vingine ambavyo si vilevi, si madawa ya kulevya, lakini yako addictive. Kuna watu ambao wanaangalia mpira na mpira umewakamata kabisa. Yaani mpira mpaka saa 8 za usiku yuko macho. Anatoka timu moja, anaenda timu nyingine. Anatoka timu hii, anaenda timu ile. Akitoka, yani muda wake wa kulala ni mpaka mechi zote ziishe. Na akienda kulala ni dakika 2. Huyo mtu naye ameshikwa. Hako ni katabia. Anaweza fikiri kwamba sio ukulevi kwa sababu yeye anaangalia mpira, lakini ni kushikwa, ameshikwa. Kuna wale wanao play cards, nao pia wameshikwa. Lakini kuna vitabia vingine ambavyo pia viko addictive. Kuna tabia kama sex is addictive. Kuna watu wanafanya sex na si katika muktadha wa ndoa. Na pia hata kama iko nje ya ndoa, yeye anafanya kama mlevi. Akili yake inafanya kazi, amekamatiwa hapo. Na kwa hiyo hivyo ni vitabia. Vitabia si tu kwamba yuko nje ya mtazamo na zawadi tuliopewa na Mungu, lakini pia amevuka, kwake hawezi kufunction, akili yake imeshikwa. Vijana wa kike, wa kiume, wazee, utakuta hiyo imekushika. Hivyo ni vitabia. Ni vitabia ambavyo watu hufanya vikawakamata
akiona tu mbona akili haiko sawa, tayari anatafuta sahi nikaliwashe na nani, tayari anaenda kuliwasha, na huyo tayari amekwenda, hiyo imeshamchukua. Lakini kuna vitu vingine ambavyo watu wamejiambia kwamba ni salama. Watu wamejiambia ni salama. Watu wameambiwa kwamba masturbation ni salama. Huko mashuleni wamefundishwa, wakaambiwa ni namna mojawapo ya kuoffload. Wameambiwa hiyo kitu ni salama. Endelea tu, wa kiume twende na wa kike twende. Hiyo kitu mazeni noma, iko na athari kubwa kwenye ubongo. Na hiyo naye pia ni tabia ambayo iko addictive, ambayo inaleta uraibu, inasababisha mtu afanye ndivyo sivyo. Akikaa kidogo, hata yuko kwenye group la watu, anaona hapana, kuna ulimwengu wake huko hajaingia. Ana ulimwengu wake anapaswa kwenda kujificha nao. Tayari huyo ana withdraw, anaingia huko ndani, iwe ni wapi, anakwenda kujihudumia. Hiyo nayo imekaa ni tabia isiyo, si madawa ya kulevya, lakini ni tabia ambayo hiyo inaathiri watoto wa kike na watoto wa kiume. Ngoja nikwambie, wala sitaeleza hata namna tofauti tofauti, lakini nitaeleza tu kabisa ufahamu kwamba kuna vitu tunafanya ambavyo hivyo vinakamata ubongo wetu na vina madhara. Ngoja nikwambie, kuna hivi vitu tutavielezea jinsi ambavyo vina madhara kwa mtu binafsi, lakini vina madhara yako kwa kesho. Ni vitu venye madhara, ni vitu venye madhara. Sasa kwa mfano kama hii ambayo tunasema masturbation, hakuna siku utakuja kuridhika wewe ukiwa na mtoto wa kiume au ukiwa na mtoto wa kike. Hakuna siku. Ukishaanza tu huo mchezo na ukafurahia mwenyewe kujifurahisha kwa namna hiyo, kwa ati unayojua wewe, ujijue hakuna siku, ikiwa wewe ni mtoto wa kiume, hakuna siku utakuja uoe urithishwe na mtoto wa kike. Haitakuja kutokea. Na ikiwa wewe ni mtoto wa kike na umezoea tu kujibana kwenye kona zako na ujifurahishe, hakuna siku utaletewa mtu, utaletewa mwanaume, umeolewa, hautakuja kushiba au kufurahia na kumtukuza Mungu kwenye tendo la ndoa. Hautakuja. Maana hiyo kona yako hiyo kona yako unaipenda, na hiyo kona yako iko very addictive, na hiyo kona ni mbaya. Kuna vitu ambavyo ni kemikali, na hivi vitu ni stimulants. Hivi vitu ukivitumia vinaleta athari, unapata msisimko. Unapata msisimko, na huu ni msisimko tu wa muda, na unaona kama vinakaa ni vizuri. Kwa mfano, kuna vitu kama cocaine, kuna vitu kama miraa, hivyo ni stimulants. Hivyo vinakutimua akili kidogo, na roho inakaa juu dakika moja, damu inakimbia haraka, moyo mapigo yanaenda mbio, ubongo unakaa kama vile umechangamshwa kufanya kazi. Lakini hivyo vitu bado hizo ni madawa ya kulevya ambavyo vinaongeza kasi ya jinsi moyo unafanya kazi, vinaongeza kasi ya vile ubongo unafanya kazi. Ni kama vile una fast forward, faster. Unaona kabisa kwamba hii inanifaa kwa circumstance fulani. Kwa hiyo unaona kama hivi vitu vimekaa vizuri. Lakini ni vitu ambavyo viko na athari kwenye mwili wako, kwenye ubongo, viko na athari kwenye moyo, kwa sababu hivyo vitu ni stimulant, vinakuchemsha tu kidogo kwa dakika fupi. Kuna vitu vingine ambavyo ni depressants. Vile vingine stimulants yalikuwa yanapeleka moyo mbio, yanapeleka akili yako, yana fast forward mambo, yanakusisimua kidogo, unakaa unaona kabisa kama kana kwamba mambo yamekaa mzuri. Lakini depressant naye vinatuliza ubongo wako zaidi kuliko inavyotakikana. Usije mazee ukaomba mtu ambaye ametumia depressant na saa hiyo yuko kwenye hiyo stage. Unamkuta kwa sababu akili ni kama vile imedumaa kidogo, imelala, imeshuka chini ya kiwango. Unakuta zee zima yuko nini? Mimi hawanipendi. Nani hakupendi? Nani? Lakini imeshindilia ubongo mazee, kiasi kwamba huo ubongo sasa umekuwa too slow, na hata unajifikiria kama umerudi nyuma masaa kadhaa. Zee la miaka 24 linafikiri saa liko miezi wa miaka 2. Ubongo umerudi chini. Hiyo ni depressant. Na hiyo
ni kama vitu kama pombe, heroin, yanakupeleka huko, unajikuta kabisa kwamba umekaa si vema. Akili yako inafinyiliwa kidogo, inakwenda taratibu sana kuliko, na tena wakati mwingine ukipata hivyo unarudi unakuwa njui, unamkuta mtu kabisa amelala alikolala na amerudi chini kabisa kuliko chini ya kiwango. Na hayo ni makemikali, ndio yana uwezo wa kugeuza brain, yakakugeuza mtu mzima, yakakugeuza ukawa hivyo, ukarudi chini kuliko ambavyo inatakikana. Hiyo inatuliza ubongo kupita kiasi. Hasa kuna mengine tena, hayo ni hallucinogens. Sasa hayo yanakuletea hallucinations. Maze, utaona kitu ile hujaona. Haviko. Ukiangalia mtu mwingine hapo, inaweza kukusababisha ukaona chibaba kimoja kimekaa kidogo, mtu unaweza kukipiga teke namna hii. Hasa hapo ukimkuta mtu anapambana na polisi, unamkuta anaona polisi katoi fulani hivi, kinabadilisha sura, kinakuwa kama vile tofauti. Unaona vitu zile haziko. Unaweza ukakaa namna hii, unaona milima imejipanga mbele yako namna hii, milima imejipanga. Ukitembea ni kama vile utaruka. Nini? Kuna mlima. Nini? Kuna maji. Unaona vitu haziko. Hizo ni hallucinogen. Vitu ya ajabu kama ecstasy. Hayo yanasababisha uone vitu yale ambayo hayako. Unaweza ukashangaa mtu hata kama amelala akapiga kelele fire. Fire iko wapi? Fire iko wapi? Mtoeni nje. Nini? Fire. Unatazama fire na mtu kimefumba macho namna hii. Hiyo fire iko wapi? Imewashwa huko kwa akili yake. Fire. Anaona mavitu hayako. Akiona wanyama, anaona wanyama kweli kweli. Paka anaweza kaona katembo, mazei tembo, ntoeni hapa tembo hiyo. Jamani, hii kitu ni mbaya hiyo. Hivi vitu ni mbaya bwana, hivi vitu ni mbaya. Haya ni mavitu yametengenezwa, sijui kwa nini hata wanatengeneza, kwa sababu si mavitu hata yanayomfaidia mtu anayeyatumia. Ni mavitu mabaya. Sasa kuna aina zingine ni cannabis. Kuna mahali nilienda nikakuta wanachuma bange, alafu wanapika bangi hiyo. Wanapika, wanaikula kama mboga. Alafu nikakuta kijana wa hii nyumba, yeye alikula mboga ya kutosha. Alikula mboga, anakula nayo ugali, anakula vizuri, anatoelea. Sasa ngoja uone. Yaani hiyo saa anaamka, ding, anapigana na adui bwana. Anapigana lakini ni ukuta. Ding, anapeleka, anachubuka, anatoa huku. Lakini kwanza kumbukumbu imepotea, alafu hayuko motivated, alafu fikra za kawaida zinamhama. Kwa hiyo anapigana nini? Asema ni hao wanapigana na mimi. Kina nani? Lakini anatwanga ukuta. Hiyo bangi haijawahi kuwa mboga mazee. Acha sukuma ikuwe mboga, lakini bangi haijawahi kuwa mboga. Sasa unamkuta mtu anapambana kabisa, anacheza na ukuta, au akianza kukimbia, anakimbia. Utamkamatia sui wapi? Maana akifika pale kuferi, badala ya kufuata mahali magari yanapita, mahali pamewekewa yeye kupita, anatembea juu ya maji, anafikiri amekuwa Petro. Hizo zote ni athari. Kichwa chake kimepelekwa mbio, na hizo zote ni vitu zenye madhara, kwa sababu zinafanya fikra isikuwe ya kawaida. Na hayo ni makemikali yale yamewekwa kwenye hayo majani. Kuna wengine wanatia kidogo kwenye maziwa, wanasema ni dawa. Kuna wengine siku hizi nimeona kuna sehemu nyingine wanatengeneza biscuits, wanatengenezwa biscuits za bangi. Kuna watu wengine wanatengeneza chocolate, na chocolate zimewekwa bangi. Kwa hiyo hata hivyo mnapokula chocolate, mnapokula vitu vingine vya viwandani, inabidi pia mtu uwe mwangalifu, kwa sababu wenzetu wamekwenda mbele. Wanapotaka kuanzisha matumizi ya kitu fulani, wanakusababisha uwe tegemezi bila we kujua. Tayari unazoea tu kununua biscuits. Hii biscuits ni kila, kuna vile inanifanya kitu mzuri kidogo. Hii biscuit ni kila, hii chocolate mazeni kama vile, yani ukishaona tu kitu kinakuchangamsha tofauti, hicho kitu sio sawa na chenyewe sio kizuri.
Sasa kuna haya ni ya kawaida ambayo mtu angeweza kutafuna, mtu angeweza kunywa, lakini kuna yale ya kujidunga. Unachoma sindano, unaweka. Sasa hayo kama maheroin yana utegemezi mkubwa sana. Utakuta kuna wakati unasikia empty, uko very empty, na unatamani kwamba angalau ujazie pale mahali pamepungua. Sasa hiyo unajikuta ndio mtu anaona hawezi function mpaka angalau aweze kujipatia kitu kidogo. Na sasa hiyo utakuta hawajali, kwa sababu kuna kushare needles, kuna masindano ambayo watu wanashare, na hawana uangalizi mzuri ambao watu wanafanya. Na hiyo yanaambatana na matatizo mengi ya maambukizi. Sasa hayo mavitu kama hayo masindano na vitu mengine ya kujichoma hayo, na ni mavitu mengine yenye athari. Sasa katika habari ya vilevi, kuna vile vilevi ambavyo vimehalalishwa. Hebu sema vimehalalishwa. Ni vilevi lakini vimehalalishwa. Cha kwanza ambacho nataka kuzungumzia ni pombe kwa aina zake. Pombe kwa aina zake. Tena KRA inakuja namna hii, inatia muhuri nta, inakuonyesha kabisa hii iko standard. Yaani maana yake ya kusema hii iko standard ni kitu gani? Iko standard kwa namna hii. Ile kemikali yote inayopaswa kuingia kwa hii pombe, aina hii ya pombe, yote imewekwa. Hiyo ndio maana yake. Ina madhara, ndio. Ina utegemezi, ndio. Ukikunywa utaona vitu mbili badala ya moja. Saa nyingine utaona vimejipanga, miti imejipanga, na kumbe hao ni watu bana. Na yenyewe pia iko na madhara, lakini imehalalishwa. Na wale wanatengeneza wanauza kwa uhalali mchana kweupe. Na wale wanatengeneza na wale wanakunywa kwa uhuru kabisa, tena kwa aina zake. Akitaka laga anachukua laga, mwingine akitaka whisky anataka whisky, nataka wine, na anaona percentage ya alcohol. Anajua ni kitu chenye madhara, si tu kwa brain, anajua kiko na madhara kwa moyo, anajua kina madhara kwa ini, lakini imehalalishwa. Na hizo nazo ni vilevi, lakini vimehalalishwa. Kwa hivyo inabidi pia bado hatutaacha kuvizungumzia. Kuna mwingine daktari profesa kule kwetu akasema, simruhusu mtu anywe pombe, lakini ikiwa unakunywa basi chukua bia moja, anasema yeye. Chukua bia moja kwa masaa 2 ukanywe namna hiyo. Basi wakamoki kweli kwenye mtandao. Lakini ngoja nikwambie, mimi sikwambii hata kidogo, hata sipu moja. Maana kitu yoyote yenye madhara kwako kwenye brain, kwenye moyo, kwenye liver, tena zinasababisha unaona vitu ambazo haziko. Hiyo kitu si sawa, hata kama imehalalishwa. That thing is not for you. Kwa hiyo pombe kwa aina zake ni kitu ambacho kimehalalishwa, lakini sio kwa mwana wa mfalme, ina madhara. Na wewe mwili wako ni hekalu. Mwili wako ni hekalu. Ukiambiwa mwili ni hekalu, ni the dwelling place ya Roho Mtakatifu. Hasa Roho Mtakatifu ukimnyosha pombe, hiyo kitu inakaaje? Kwa hiyo pombe imehalalishwa, lakini pombe is not for you. Na kuna kingine ambacho kimehalalishwa, na ni sponsor mzuri wa matukio, wa event, analipa kodi vizuri. Tena yeye anatengeneza maposta mazuri, na akipost namna hii anakuambia maisha ndio haya. Sigara, unamkuta mtu ameshika kasigara yake, amevaa vizuri, amepose pembeni, kuko na gari nzuri, na maze yuko na kachiki kamekaa hapo vizuri. Kwa hiyo unaangalia kisha kwambia maze maisha ndio haya, na kakitu kamekaa hapa, maisha ndio haya. Hiyo ndio posta imewekwa. Na kwa sababu wako na pesa, posta kakubwa kamewekwa namna hiyo. Na si kama ile kitu ni nzuri. Ile kitu iko na kemikali zaidi ya 600. Na kemikali 300 ni mbaya zaidi. Na ukikuta ndio iko na muhuri ya KRA wameweka namna hii, Kenya Bureau of Standard.
Hii sikiliza, wakiweka hapo KBS, by the way, ni KBS sio KRA. KBS, ukikuta kamuhuri kamewekwa namna hii, kamewekwa hivi kwamba kwenye formula ya sigara inayotaka kemikali 600 tumeziona ziko. Hiyo ndio maana ya kwanza, hajapunguza kwenye hiyo kemikali, na kwamba ni nicotine. Ameprove kwamba ndio kuko na nicotine, ameprove, kwa amegonga muhuri iko na nicotine. Lakini kingine kwamba je, hii ni ile ambayo ukikunywa, ukivuta kwa mapua namna hii pwi, inaenda kwenye brain na inakulewesha, unasema ndio ile. Ameprove kwamba kwa formula ile ya kutengenezea sigara, hii iko na formula timilifu kabisa. Na sasa usisahau kwamba ndio hiyo ambayo si tu kuvuta sigara ni mbaya, lakini second hand smoking iko na madhara kwa yule. Ukumbuke, ikiwa unajua kama mbona nasikia harufu ya sigara, nani anavuta sigara, ukiangalia nani anavuta sigara, tayari umeshaivuta. Kwa ukiwa wewe unakaa karibu na mtu ambaye saa yote anavuta, kwa anakuvutisha sigara, kwako wewe madhara yake ni makubwa kuliko hata yule anayevuta. Alafu ngoja nikwambie, yale mapafu yote na njia za hewa zote zinaingia ile moshi yenye kemikali, zinatengeneza kitu kama lami kule ndani, na hiyo imekuwa ni chanzo kikubwa cha saratani ya mapafu, imekuwa ni chanzo kikubwa cha kwanza cha magonjwa ya moyo, imeleta shida katika mwili. Na kwa hiyo cigarette smoking haijawahi acha mtu salama. Si tu kwamba itashusha kinga na kukuletea mabalaa yote kwenye mwili, lakini hiyo kitu ni mbaya kwake yeye anayevuta. Anakuwa tegemezi, anakaa kidogo, anaona akili haifanyi kazi. Akiwa anaendesha malori dakika moja, sasa anaipeleka kwenye mawe tu, anaenda anaona sawa tu. Akipishana na gari ndogo anaona tu ni kama vile ataenda, kama vile anacheza games za kompyuta. Ikipungua kidogo kwenye damu anaona mbona kama anazuba, anawasha. Kwa kuna mtu anatembea nayo sigara paketi nzima, akizima anawasha, na unaanza kidogo. Si kama amezaliwa akiwa anavuta paketi nzima. Ni lazima tuwasaidie watoto wetu na vijana wetu wasijaribu. Alianza kwa kujaribu, na alianza kwa utafiti. Hivi hawa jamaa nini wanapata? Alianza kwa utafiti, nini iko kwa sigara hivi. Hebu nipe nivute mara moja, hebu nipe nionje. Hivi mbaya hii kitu mbaya namna hii. Lakini hakuishia hapo. Jamaa wakamcheka, kumbe wewe bado mtoto. Sasa saa hii anataka kuapprove kwamba si kama mimi ni mtoto, ile ilitokea tu bahati mbaya. Sasa saa hii wewe, hiyo mambo ya kujaribu ni kama vile unambipu shetani. Anakuambia unanibip, nitakupigia. Sasa ngoja, anakupa utamu. Anakupa leo, lakini nililala vizuri. Unaanza kucount blessings. Wasema nililala vizuri, nilikana kwamba nilienda nikakula ugali kubwa. Wewe fikiria mtu anakula sigara, anaenda kukula sima kubwa ambayo kwa kawaida hawezi maliza. Unafikiri namfanya nini hiyo? Hiyo kitu ni mbaya. Cigarette smoking iko na cocaine, iko na nicotine ndani, iko na nicotine, na hiyo kitu ni mbaya. Lakini kuna kitu shisha. Ikiwa kuna kitu ninalia nayo kwenye moyo wangu ni shisha. Watoto wetu, vijana wetu, watoto wasomi wa college, watoto wazuri kabisa, ukiwakuta wako na hiyo bomba, hiyo bomba ikiwafanya vile wanafanya, na hiyo kitu iko na kemikali nyingi kuliko ile iko kwa sigara. Ukiwakuta kwenye majumba ya starehe, anatoka akiwa na sura ya Mungu, akiwa yuko na hiyo moshi. Maze, unamhurumia, lakini akishatekwa, wakisha ondoka wakipelekana, na vile iko cheap. Yaani unahurumia dunia sijui inaenda wapi. Na sasa kuna mashisha wameweka kwenye tu vitu tudogo. Tuko kama tusimu, kwingine tuko kama tukalamu, sijui nini wanatafuta. Wengine wanagawa bure.
maana wanajua ukianza kidogo nyingine utaifata. Tuko kwenye ulimwengu ambao unawindwa hata ukiwa ndani ya nyumba. Na alafu sasa ushabiki wa maisha ya dunia. Shisha iko na kemikali yenye sumu mbaya kuliko ile iliyoko kwenye sigara. Na hiyo kwa sababu iko kwenye maeneo ya burudani. Na ngoja nikuulize mtoto wa Yesu, kwenye maeneo hayo unafuata nini? Utasema watoto wadogo. Watoto wadogo hawajawahi kuachwa salama. Uko na shida moja, kwanza unaishi kwa street. Na mbili, hata si ajabu huna wazazi. Cha tatu, au umewakimbia wazazi. Naye hajaachwa, amefundishwa kwamba glue hiyo ukivuta utaweza kulala kwa street ungatwe na mbu bila kupata shida, bila kujifunika na blanketi. Kwa kuna kitu kingine ambacho hiyo kina kazi nyingine, lakini amefundishwa kwamba ukitumia glue, hiyo glue itakupeleka mahali. Glue ina kemikali ambayo ukiivuta inavuruga ubongo, inaharibu kumbukumbu, uwezo wa kufikiri unakwama, na hiyo tayari ikikukamata nayo unakuwa tegemezi. Glue haijawahi kumwacha mtu salama. Unajua kuna kitu ni miraa, nikizungumza hapa lazima niongee kidogo sauti iende chini. Kwa sababu unajua miraa ni biashara nzuri sana katika hii nchi. Na ni miraa ukiangalia zile pickup vile zinaongozana kutoka Meru zikikimbia Wilson Airport na vile wanasubiriana, nikasoma vizuri nikaambiwa ukikuta ka pickup kako hivi na hata huwa hakasimamishwangi na polisi, kuna pickup nyingine iko nyuma iko tupu. Hiyo iko chonjo. Kama hii ikipata pancha inahamisha tu mzigo mara moja ikienda, kwa sababu iko mbio isije kaachwa na ndege. Na ni biashara kubwa, lakini ngoja nikwambie ina madhara yote miraa. Ina madhara yote. Yale ni madawa ya kulevya. Ni miti kabisa, lakini madawa yenye athari kubwa kwenye ubongo. Ni madawa, inaharibu mfumo wa neva, inaharibu mfumo wa misuli, inaharibu mfumo wa uzazi wa yeye anayetumia, inaharibu kumbukumbu. Utauza, utakula, utasisimka kidogo, utakaa kama utakabiliana na usingizi. Wale wanaosoma vijana wanafikiri akitafuna miraa ataweza kufanya kazi mpaka asubuhi asome vizuri afaulu. Wale wanaendesha long distance unamkuta akitafuna miraa, amevimbisha kitu hapa, anakula na chewing gum, yuko mashavu imevimba, anatafuna, lakini anaona kama inamsababisha anakaa macho tu, anang'ang'ana, mazee anang'ang'ana. Sikiliza, haitakuacha, inakukula mpaka mifupa. Miraa haijawahi kumwacha mtu salama. Kuna dawa za hospitali ambazo zinatumika kwa matumizi ya hospitali, kwa matumizi ya magonjwa, ikiwepo zile za kikohozi na ndani mwake zimewekwa alcohol. Kuna zingine za maumivu, na kuna zingine ambazo mtu akiwa na maumivu makali sana anapewa hizo IV ili angalau aweze kumanage akitoka kwenye operation. Lakini zile zote ukiendelea kuzitumia vibaya zinaleta tegemezi. Kuna watu wengine hawezi kulala mpaka akunywe tramadol. Kuna watu wengine hadi haumi, hana kikohozi, lakini amejua siri iliyoko kwenye codeine. Unamkuta tayari naye anakimbilia hako. Ni dawa za halali za hospitali, lakini zinatumika vibaya, na tayari na zenyewe hizo zinakufanya unakuwa tegemezi. Zile ndani mwake zina madawa. Tusemeje kuhusu soda? Tusemeje kuhusu soda? Habari gani kuhusu soda? Na soda iko na caffeine. Tena caffeine ile iko kwa kahawa, imewekwa huko ndani ya soda. Tusemeje kuhusu soda? Na umuone kabisa binti Sayuni, umuone kabisa kijana wa Yesu, naye yuko anakunywa soda ambayo iko na sukari. Sukari yenyewe ni kilevi na kinasababisha mwili wako, ubongo wako unakuwa tegemezi. Alafu sasa ikawekwa huko ndani na caffeine. Alafu ikawekwa huko ndani na rangi bandia. Ikawekwa huko ndani na ladha bandia. Soda unakuwa tegemezi. Na ukishapenda soda nyeusi, utamkuta akikaa kidogo anapata kiu. Si kiu ya maji, ni ya soda nyeusi. Anakwenda kuchukua kwa sababu ile caffeine inamtafuta. Soda haijakuwa salama, ndani mwake kuna madawa ambayo ukinywa unakuwa tegemezi.
na kahawa. Mbona sasa kahawa ndio iko na caffeine? Mbona na kahawa naye inakukula brain? Mbona na kahawa inapeleka moyo wako kuwa mbio? Mbona kahawa na yenyewe inakupa kukaa macho? Kwa nini kahawa inaongeza shinikizo la juu la damu? Kwa nini kahawa inachangia katika kuharibu ubongo na moyo na mirija yote ya damu? Kuna nini katika kahawa? Kahawa haijawahi kukuacha salama. Ndio maana usipokunywa unauma na kichwa, kwa sababu hiyo nayo inakufanya unakuwa tegemezi na inapandisha mapigo ya moyo, na ndio maana hiyo inakaa si sawa. Na majani ya chai je? Ndio wale ndugu zangu wa Kericho, najua ni biashara nzuri kweli, lakini si basi tuuze tu huko tuende. Ina caffeine japo kwa kiwango kidogo, lakini na yenyewe pia ni tegemezi, kwa sababu inavuta hisia, inakufanya kidogo unakaa macho, inakusababisha uone kama damu inaenda vizuri, lakini na yenyewe ndani iko na caffeine. Kitu chochote ambacho kiko na caffeine inakuongeza kama umakini kidogo, kwamba nikikunywa chai na tulia naweza fanya kazi vizuri kabisa. Hiyo na yenyewe pia ina madawa, na hayo madawa si salama. Haya madawa yote tunasema, na hizi tabia zote tunazisema, ni kwa sababu gani? Moja, zina athari kwa mtu binafsi mtumiaji. Ikiwa sio kukuharibia ini, kukuharibia ubongo, afya yako kuharibika, kumbukumbu kupotea, ikiwa sio katika kufanya hivyo, lakini itakuletea magonjwa. Wale ambao wanajidunga wanajua athari kubwa ya kupata homa ya ini, hepatitis iko kwao, HIV iko kwao, na unajua haya yote yanakuletea shida na yanakusababisha unakuwa useless katika jamii. Wakati mwingine nikaenda Likoni, pale mahali tulikokuwa tunafanyia mkutano, roho yangu ikaumia. Yaani mchana mzima unakuta ng'ombe wamelala hapa kwenye kiwanja, na watu wengi wamelala tu pale kama ng'ombe. Ng'ombe yeye anajua amelala, anatafuna vitu zake anatafuna, lakini mwanadamu yuko njui hata afahamu. Rafiki, hii kitu ina athari kwako. Ina athari kubwa sana, kwamba inaweza ikakuletea upungufu wa uwezo wa kujitambua na kujithamini na kujihudumia, licha tu kumhudumia mtu mwingine. Kwa ina athari kwako wewe mwenyewe, ina athari kwa familia. Imeleta utengano katika familia. Wababa wameshindwa kuihudumia familia, wamama wameshindwa kuihudumia familia, watoto wameshindwa kuhudumiwa. Ina athari hiki kitu katika familia. Hiki kitu ni kibaya. Ina athari katika jamii, na kuna vurugu nyingi zinaongezeka kwa sababu ya hawa madawa. Kuna watu wakishakunywa wanakuwa wagomvi. Kuna watu wakishakunywa maajali ndio hutokea. Kuna watu wanasababisha hata machinery zishindwe kufanya kazi na zilete athari kwa watu wengine. Kwa hivi ni vitu ambavyo viko na shida. Uhalifu unaongezeka kwa sababu ya haya madawa. Kuna watu wengine hata na kuzorota katika mambo yote ya maendeleo kunaletwa kwa sababu ya haya madawa. Ni madawa ambayo yenye athari. Mawasiliano yako na mtu yako wewe pamoja na Mungu yanakatika, na ule ufahamu wa kujitambua na kujua chema na kibaya kinapotea. Na ukikuta ukizidi kuwa tegemezi, ukishaingia kwenye haya madawa, huwezi kumtafakari Mungu. Takwimu ziko mbaya kwenye upande wa Mombasa. Takwimu za mwaka 2023 zinasema eti watu wa miaka kati ya 6 mpaka 10 na vijana mpaka miaka 24 na sasa kuendelea, idadi ikipungua kwa huko kwenda juu kwa watu wazima, watu 24,500 wako kwenye madawa ya kulevya. Na hao ni wale walioripotiwa. Kuna wale tu wa kawaida, wale ambao wanavuta tu za kwao taratibu na wanakunywa, yani ni social drinkers, yani ambao hao hawajaingia kwenye takwimu. Wamehesabu wale ambao wako njui, wale wanaokaa njui, wale ambao wamefikia hatua mbaya. Matakwimu yako hivyo. Lakini wanasema wale wanaotumia sindano za heroin ni 18,000. Kwa ina maana wanajulikana kabisa kwamba hawa wamekaa vibaya, kwa sababu wao ni tegemezi wa hiyo. Wale kati ya hao wanaotumia madawa, wale wanaotumia aina kadhaa ya dawa, yuko kwenye sigara, yuko kwenye heroin, lakini yuko kwenye bangi, ni 10.5%. Hao ni mateja.
na hii kitu inaleta uteja na inaweza kukupeleka mpaka kifo, na hii kitu inakaa ni kitu kibaya. Ni nini kifanyike? Kuna vitu ambavyo ingebidi vifanyike vizuri. Moja, kila mtu anajua mtu ambaye yuko amelemewa na magonjwa. Hebu chukua mzigo na mtu mmoja. Wewe unayenisikia leo, hebu beba mzigo na mtu mmoja. Moja, kuna habari ya kumwombea, lakini mbili, mpeleke kwenye rehabilitation center ili angalau kule aende akasaidiwe. Yaani elimu itolewe kama tunavyotoa sasa kwa vijana, kwamba msianze wala msinuse wala msikaribie, na iende kwa wazazi na iende kwa walimu. Na uhakika hata hao kama wamepata, lakini mtu mwenyewe husika anatakiwa kwenda kuangalia ili watu warekebishwe. Lakini ngoja nikwambie, shida yetu tulionayo Mombasa ni hivi: zile nyumba salama za kuwapeleka watu ambao wanasaidiwa kupona ni chache. Maana hata nyumba za kuwasaidia watu rehabilitation center ziko 3 peke yake. By takwimu ya mwaka 23, nyumba za kuwasaidia watu zilikuwa ni 3 peke yake. Sasa zikiwa 3, wale watu wote ni wengi sana. 24,000 utawaweka wapi? 24,500 wanaojidunga 18,000. Nyumba 3 zinatosha nini? Na ni nyumba tu za kawaida. Kwa rehabilitation center ni kidogo. Yaani ingetakikana basi macho yetu yaende hapo, lakini yeye mwenye mtu wake amshike vizuri ili angalau pia aweze kumtoa. Kama ingetokea neema ya kuzuia uuzaji, lakini chain yake pia ni mbaya. Chain ya haya madawa ni mabaya. Kwa nini watu wanajulikana wanaovuta lakini hawaonekani pile wakipewa? Hii kitu inakaa ni mbaya. Na ndio maana sasa wewe ambaye unamjua Mungu na unajua mtoto wa Mungu anaumia, kwa sababu Mungu ni wa muujiza, hebu lia na roho moja. Fanya utaratibu na roho moja. Itafute roho moja. Mlilie Mungu, umsaidie mtu mmoja, angalau mmoja, ili aweze kutoka. Maana siri kubwa si hata ya kumsaidia kisaikolojia. Msaidia amjue sana Mungu. Haleluya. Hosea 6:3 anasema, mjue sana Mungu, tena umjue sana, ndipo tutathibitika. Tutasimama hivi vizuri tukiwa tuko imara, kwa sababu tu tumemjua Mungu. Tutakataa madawa kwa sababu tumemjua Mungu. Tutatafuta ulinzi wa Mungu kwa sababu tumemjua Mungu. Tutatafuta muujiza wa ukombozi kwa sababu tumemjua Mungu. Msaidie mtu fulani ambaye yuko na shida na uraibu, ulie naye ufunge kwa ajili yake. Je, yule mtu angalikuwa mtoto wako ingekuwaje? Na yule mtu akikuwa ni ndugu yako, mbona ni uchungu? Hebu tumtafuteni Mungu, lakini kamshike mtu mmoja umsaidie, na Mungu atamsaidia.